kulala kuna kuama form zetu za Wakamba katile na mambanga pana tambua lawama na rada mavela ukicheki kingori mbogi ya matara mangoko kudarwa na rada jana yo na rada jana nicheze na mbanga nitapigwa lawama kajaba kashike nishike salasa shika salasa. Bwana Katelo, unalala? 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 Unataka kunipiga kwa hiyo. Actually Tayari nikubalize story lakini anyway uko na guest mgani leo? 3 days ago kuna msema ameshinda kwa Twitter anasumbua, kwa Instagram, kwa YouTube. Kuna kadem, sio kama umeona? Si mademo hata naonanga, siko sahihi siwezi kuanza kuona demo. Ule demo miao. Shakira. Tunaona Shakira hapa. Ni Shakira ule mmoja. Karibu sana Shakira. Mam? Nikae kwa stool. Nikae kwa stool. Unaweza kaa kwa stool. Karibu sana. Sasa. Poa sana. Mambo Shakira? Sasa. Poa sana. Wewe ni handsome. Acha nikwambie. Sinakwambianga na unashinda hapa ukidia wewe. Goja. What's going on? Sasa my friend loves you. Akisi utapiga picha na yeye. Okay, ako na mtu. Ni mrembo. Yeah. So, yes. Utarudisha fare lakini. Nikuulize? Umeangalia results za census? Yeah. Na una feel aje juu ya census? Census iko tu. Census iko sawa. Hiyo kitu iko tu. Iko, I know. Yeah. So, madam. Yeah. What's your real name? My name is Yvonne Waithera Karongo. Yeah, I'm sexy, you know. Unafanyanga nini? Kazi yangu sana nauza pombe. Yeah. Si rahisi, ni kupambana na hali. Kwa nyongi. Ukiona director wanakada na kuchekesha hivi hata. Kai. Sorry, sikumbuki. But mi uzo usiku, si mchana. Mimi nakwambia hii Kenya inakuanga na upuzi mingi sana. Yeah. Wow. So, tuliona clip yako ilienda viral ukilikuwa unaongea juu ya boy child. Yeah, I was looking for a boyfriend. Ulipata? Sikupata. What kind of a boyfriend are you looking for? Idris Elba Idris Elba, Nick Mutuma kwa meingizwa hapo ndani, macho za Nick Mutuma, mapua ya nani? Yako. Yangu. Yeah. Hakuna kitu moja hata ya huyu. There's a girl. But guys yoni za shida iko. Hakuna atafutilia hata kama ni. Ni sawa tu. Wacha nikusaidie. Nisaidieni. There's a friend of mine. Jupia yana. Unajua Steve Simple Boy? Hapana usione wana. No. I'm looking for Idris Elba. Are we together? Idris Elba with a mixture of Nick Mutuma. Alafu ungeweza pia unizoongeza Chris Kirubi pale katikati juu ya pesa. Juu ya pesa. Si utafuta karakta kamoja hata kama ni ulimi. Sioni. Makucha si mbaya. Tunaweza incorporate. So, okay. Na unaona utapata huo boyfriend? Sioni, but unajua na mambo ya Mungu ni mengi. Ya mayai ndio machache. Wacha nikwambie kitu moja. Sawa. Sijaona dem courageous kama wewe kwa maisha yangu. Na kiuno kama ya Shakira, usisahau. Stop. Akiwe. Umefika masaa ya M-Pesa.
Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako Baba. Amina. Nipate boyfriend. Omba nipate boyfriend. Na ni nini unataka kuambia Wakenya? Ningependa kuambia Wakenya stop partying. Be no parters. You feel me? Because I'm not a parter. Like you'll save money from not partying. Utakataaje watu wapati? Yeah. Na wewe unaona mimi uuza pombe but mimi hata nikiuza hiyo pombe mimi nashongi msebezi wewe wacha kupari. Unaona? Kwa sababu usave pesa. Kwa nini? Kwa sababu wewe unataka wauze ndio umake pesa wewe. Wewe utatoa wapi pesa? Wacha nikwambie hao watu atuwaambie aje. Watapari tu. Kwani ni nini unaonanga kwa bar wewe usiku? We, mambo iko kwenye klabu. Hebu tuambie. Moro is fire. Moro. Fire. What happens? What happens is ni mbaya. Ni mbaya, ni kubaya. Uko nje usiku ni kubaya. Aje Yesu tuambie. We. Okay, we ni kubaya. Si useme ni kubaya aje? Ni kubaya. Aje ni kunakuwa kubaya. Unajua? Sasa ni kubaya kunakuwa kubaya lakini sasa tunataka kujua ubaya. Tunataka kujua ubaya wako. Wewe umeona nini? Wewe ni para, ayo para. Mimi si para. Wewe ni? Mimi ayo para. No, what is nini? What is do you party? No, I don't. So you're not a para. Mimi ndanga kesha. Ati kukwaje? Wewe kuna ujinga. Tuambie. Ni kubaya. Unaona kwa club? Guy watu party. Ni kubaya. Yeah. Okay, ni kubaya but kupari ni kubaya wase. Ni kubaya. Yeah. That's nice. Yeah. Okay. Naweza pepe ile doli. Usijaribu. Kwa nini? Usijaribu. Si doli, sure. No. Unaona no wonder tuko single. Kama huwezi nipea tu doli vitu ya dunia. Hii kitu ni 20 bob Githurai. Lakini si ni yangu. So na kuna hapa nikilia. Nipe. Unaishi wapi mama? Naishi Ndeia. Ndeia ni wapi? Ndeia ni past Dogoto, past Kikuyu, past Lodhegete plus ya ni mbali. Yeah. Mimi ningependa kukuadvise tu kabla uende. Hiyo kazi yako ya kuact tu ifanye tu. Nifanye tu nibambane. Na umake sure watu wamejua una act. Watu wakijua uact. They should know I'm an actress. Watakuheshimu. Waniheshimu. It's not easy. Ama aje wase? For real, jaribu kuwa actress. You can be a very nice actress. Thank you. Alpo hiyo courage pia unaweza tumia kwa advantage yako. Kama tuseme bouncer, uchi. Wewe uko na ujinga my friend. Udema anaweza kuwa uchi. Wewe wacha madharau wewe. Sasa kuna hii mwili. Si lazima courage, kwani courage inatumia kwa si sawa. Sasa utaanza kuambia msichana wewe una madharau sana. Hapana, nimesema courage, unajua courage inatumika kama mali kama hapo, jeshi basi. Na vile nilikuwa nakupenda basi. Jeshi iko. Thank you so much for passing by. Thank you. Tokea Nairobi internationally, my brother, my friend, JB Masanduku. Buda. Yaje manzi? Fiti sana. Karibu sana bro. Poa. Uko aje manzi? Mimi niko fiti. Hello, kukonda tu. Alafu na hii hairstyle ananikumbusha ile brush ya choo. Kuna mwingine anaitwa X-ray. Unamjua? Yes. It's a walking mop. Mop kabisa, natembea. Karibu sana JB. Asante bro. How's it been man? It's been good mazee. Congratulations on your show. Thanks man. Unajua nikimit chipukiza hata kwa anajua Kizungu. Huyu jamaa alikuwa by the way ametanuka ametry sana. Hiyo ni ukweli by the way. Nikimit JB nilikuwa kumeharibika. I miss those days when you were tukianza stand up comedy manzi. Yes. Mlikuwa mnachekesha watu. JB can do all the voices. Baka kwanza wa Masai. But huyo mtu alikuwa msempo, alikuwa anatembea na mbuzi yake everywhere. Alafu najua mimi ni msee napenda church. Sasa nikamwambia siku moja tuende kanisa. Akaniambia Masanduku, unafikiria mimi ni mjinga? Siachangi mbuzi yangu. Nataka nipeleke kanisa mbuzi yangu ikuliwe na simba wa Yuda, ndio? Nimekuonea iti. So, hiyo kubwa amepiga. Mimi nilisikianga. Unajua mimi nilikuwa mshamba.
Tulikuwa sure mzee upangaje jokes. So nilikuwa nazimalizia, nilichukua hii au nikaimaliza. Umesema mpaka Simba wa Juda? Simba wa Yuda, Sasa story yangu ilikuanga watu wetu Wakamba walipelekana na Masai kwenda kuambia wasee waende church. The same concept. So Masai amekuja ameambia, pastor amekuja ameambia Masai ni Mkamba. Ati mblaga zikuja twende tuko na kesha. Tungependa tuombe tuende tulale tukiomba tukiziza mambo ya Mungu. Masai akamuuliza nani ataangalia ng'ombe nikienda church? Mkamba akamwambia hakuna shida, Mungu atachunga ng'ombe, usiongope mblaga. Acha ng'ombe hapa, Mungu ataangalia mambo ya ng'ombe, tuingie kanisani please. Unajua kanisa ina watu. Wakaingia church wakaanza kuomba, Masai ana noma, pastor ameenda amepreach. Akasahau. I can feel the presence of God here. Mungu yuko na sisi hapa. Baba Yesu yuko na sisi hapa, ameingia ndani ya nyumba. Masai akaamuka akamwambia, "Hero, Mutiso alisema Mungu naangalia ng'ombe zangu. Umesema iko hapa." For real, that's a true story. That is true. Unajua mimi vile nilikam nikitoka Shags nilipata JB, Fredo Mondi na Malboro na Eric Mondi. Hao tu ndio upewangwa. Sana shinda hao watu wanapewangwa kwa nini? Nasikiza tu jokes tu hao. Na kulikuwa na kingine ulikuwa unashinda kupiga sana ka watu wa kwenu. But ni true story. Yeah. It's true story. What's up? Kuna adanyo ba mweko? Sina waona. Naona it's very hata Katelo. Yes. Tunajua ni hizi kujua WhatsApp ile by the way. Kwa wanashindanga hivi. Always happy when smile. But no, sipa kwa sayo, there's no word you can say in Kikuyu that ends in a way you close your mouth. Ateke, pesa, siku, sigana, kaiwena goma, kai. Hakuna word unasema. How do you feel stand-up comedy iko wapi from where you see it yourself in Kenya? And even comedy in general. Because I tuko na so many comedians. Kuna Rono, kuna Katelo hapa, kuna Mulamwa hapa by the way. Mulamwa hapa ndani ya nyumba. Kuna so many, na feel comedy iko na not new face, iko na, where do you think? I like especially the new wave of Akina Katelo, Akina Mulamwa, and the fact that you also give them a platform. Now, I think comedians are a bit more independent now with YouTube and everything, and now you can monetize, and guys are getting awards for it, yeah? Yeah, because when Nas guys started, it was too rigid, you know what I'm saying? At least sai ni flexible. But let me ask you, kwa sababu sisi tukianza, msee akiulizwa swali alikuwa anaanza kujibu hivyo tu vile umesema. Msee alikuwa anasema ana like vile the new generation, the same thing. But is it growing? Is it going to where it's supposed to be? I think we still have a long way to go, like especially having international comedians. Like at least you, Eric Omondi, you've done shows out there, and I came for your show at KICC as well, and you did pure English. That's now proper standard. So I feel more of that can come out, and I think we need more comedy clubs, you know, even for what I'd call mature humor. But JB, what do you miss? Unataka sai kwa sababu ufanyi shows mob kama vile ulikuwa unafanya kitambo. Una miss stage? Sana. And what I can advise guys, especially in comedy, is consistency is key, man. Kenyans forget very, very easily. Because I remember when my son was born, I nearly talked. Bro, you have a son? Yes. Yesu Kristo. Yes. So Wase a son ni kazi. Kuna mtu alibeba huyo mtu miezi 9. Lakini unaona sasa yeye alibeba miezi 9. Mimi nilimbeba for 24 years. Okay? 24 years. Aje wapi? Ulimbeba aje wapi? Nilikuwa naye kila mahali, and my son is a swimmer. My son is a swimmer. Unasema dance. Ako swimming classes? No. Before my son came, you know, ilikuwa ni kama competition, like they was competing with a billion brothers and sisters. Ni kama China and Nigeria combined.
Na unajua sasa my son alikuwa na fight. Anaona karibu staff wanampiga kahasho. Anaona watu fake pastors and he swam. And later he came forth. Na akashika mayai yake. Unasema. Choke 159. No man. Yes. Wow. Tulikuwa wapi? Nilikuwa sema when my son was born nilichukua a year break kumlea because at that time my current ex-wife was quite busy. Yes, Tina Kagia, my ex-wife. Yeah. So by the time I was coming back to the stage, it was like starting from scratch, you know. Yeah. So let me ask you, JB, and I'm sorry. I don't know, we didn't talk about this, but let me ask you, if something that you'd want to talk about, because you've mentioned, young people get into that space, they get married, they have babies, all that kind of stuff. And then they start, you know. What happens? What happened? I'd say in my case, I rushed it because I engaged after 11 days. So I thought it's just fun and games. Marriage is not fun and games. There's a lot of work to be put in, a lot of seriousness, and your time as it tulikuwa nakata maji deadly. So there was so much fighting, you know, physical, emotional. Yeah, so we didn't do it the right channels. We didn't go for counseling. We didn't involve God in it. We didn't consult our families for, you know, yeah, and yeah, basically. But kuna vijana kama Katelo wanataka kukua kwa hiyo space. Katelo utamwona tu saizi atapata dem. Well, akona yeye, but you know, kesho ghafla wanaweza amka waanze kutuambia stories za dem yake na tutaki kujua. I mean, what do you tell those entertainers? Basically, not even at social media, blah, blah, blah. Saa yenye unaenda kumari, saa yenye unaenda kuingia kwa relationship. Dangers na expectations, do's and don'ts. Kwa sababu mu feel ni kama saa ingine ukifanya hii job yetu saa ingine ni kama mamangu. Lazima aelewe. As in, kama hajaelewa siwezi do. Kwa sababu hata understand kwa nini unakuja kufanya show hapa. Yeah. Now, so, my advice would be, Katelo. Yes. Now your future spouse should understand with the work you do, it's the people that make Katelo, it's the people that make JB Masanduku, it's the people that make Chipukizi. So akianza kukatch feelings that unapiga selfie na madem sana, you're not giving me enough time, most probably that will not work. Because that would mean anakupatia ultimatum. Na ignore the people, they will ignore you. And your career goes down the drain. Your career goes down the drain, you become broke. You become broke, then she leaves you and marries Nyashinsky. You see, even though kunaendanga. Utaumia eh? Unaifikiriria eh? Ni example bro. Ni example lakini imeniguza. As in, kwani mtu hawezi kuwa emotional na amani. Unajua kuna time Jua Kali alikuwa na perform, Kisii akafaint. True story. Alipanda stage akasema nawaroga, mnaturoga, turogane. Nikasikia Fatu Nyali anataka tumroge, ngoja uone. Jua. But manze, mimi nimefurahi sana bro. Hata mimi. For those of us who don't know, JB Masanduku is son of Masanduku Arap Smith. Masanduku Arap Smith is one of the pioneers of comedy in this country. And he left us JB before he left. So pigeni legend babake makofi, na tupigie JB makofi. Thank you so much bro manze. Thank you so much for having me. Yeah. Yes. Barikiwa sana. Naambia mahali watanipata mtandao. Yes. Twitter, Facebook, zote, Instagram ni @JB Masanduku. Yes. Ase wamefikisha YouTube, wamefikisha over 100,000 subscribers. They are young people, they were awarded last week by Google. Walipewa, it's called a silver, what is it called? Silver button. Silver button. Yeah. So wako hapa, wacha watuambie siri ni gani. Tuko hapa ndani ya nyumba na Kabi wa Jesus.
Na tuko hapa ndani ya nyumba na Maxine Wabosha. Na tuko hapa ndani ya nyumba na Harex Mathege. Afande. Iko namna gani? Iko sawa? Uko sawa? Afande, mambo? Iko namna gani? Iko salama kabisa? Karibu sana. Nikae hapa? Tafuta mahali ukae. Wambosha. Sana. Karibu sana. Kabi wa Yesu. Karibu sana. Wapi makofi ya Sharon? Karibu sana manzi. Karibu sana. Kabi unaweza kalia tu meza. Karibuni sana manzi. We, lakini kabla tuendelee, hii pattern yangu iko wapi? Ile ya silver? Asi. Nimekuja nayo alafu sioni. Umekuja nayo hapa? Muna suspect yangu wapi? Oye, Katelo, tusisumbuane tafadhali. Ngoja, Katelo unakuja unachukua vitu za watu hapa na wewe pia The show is being recorded. Hebu leta pattern. Jege sikiza. Jege nani? Unaita nani Jege? Pole sana. Ngelala ndani. Awe pia yeye chezanga manjuanga kucheza na rada. Karibuni sana manzi. Thank you. Nashukuru. Sasa Poa sana. wanakuita nani? Maxine Wabosha. Unafanyanga nini? I am a content creator and a full-time student. How old are you? 22. Actually 23. She's not sure, but it's okay. So, you how many subscribers do you have? I have 127. 130. Imekutake how long to accumulate them? We just celebrated 3 years. 3 years. YouTube, yeah. Wow. And you get money. The YouTube pays you every month. Yes, it does. For real? Yeah. Some good amount of money. Siweni YouTube unajua. Unajua kuna watu wengine wanasemanga wow, pigeni Wambosha makofi manzi. YouTube tu. So basically it's Bosha. Mimi ni Mkamba, nielewe tu. Shule na content. Yes. Does it have challenges? Of course, like for example, balancing the two. Kesho mimi niko na cut na bado tuko hapa tukifanya content. Asubuhi saa ngapi? Tunaumana 8. 8. Yeah. Ni sawa tu, hiyo utaamka. Nilikuwa kwa billboards, nikakuona na brands, imetokana na content tu. Yes, all of it is from the YouTube. And your parents, they're okay with it? Very supportive. Wow. Yeah. Sasa kuna wasee home manze wanangoja gavai wape job, hakuna majob, sini wasee wa young manze. There is no job boss, even ndo wanasema. You guy manze. Manze, what's going on bana? This gava hours bana. Hakuna jobs. Unawaambia nini manze? You have to create it. Like this time and age, you can't just sit down and wait for the opportunity to come. You have to go out there and look for it yourself. Yeah. This is the last question. Why do you do it? Do you do it for fame? Do you want people to know you? Is it something that you love? Mimi kwanza ni mtu shy sana. Like you. Ndio maana nimekuuliza hiyo swali. It's not for fame. I really enjoy it. Yeah. Okay. Na mafisi Umefanya nini? hawakuangi area? Sasa yenye unafanya contents nini? Wako. Mfupa tu nawarushia. Kuna mfupa. Bro, hakuna mfupa buda. Wow, thank you so much. Let's appreciate Maxine. My dear, how are you doing? I'm good. One more time, akumbushe jina yako. Sharon Wanis. Go follow me on YouTube. Subscribe to my channel, Sharon Wanis, and follow me on Instagram, Sharon Wanis. How many subscribers do you have? On 17K. 17,000. I think the only thing that people are not getting, for these people to have subscriptions, it's hard work. It's a lot of work. Mimi mwenyewe hata sijafikisha 20,000 subscribers. Na hawa wako it's a lot of work. No, ndafikisha, for real. Nilienda kuona wakipewa nikajipromise ndafikisha. Kwa hivyo muende msubscribe. Umekuwa YouTube for how many years? For 3 years. What's the most amazing thing yenye share happen
kwa career yako? Career YouTube. Ya YouTube, yes. Kuna watu wengine like YouTube channel yangu mostly ni ya shapewears and just getting in shape as ladies. Wenye kama kuna taya, kama kuna how to get rib nini usiogopa kusema hizo vitu watu wanaziona. I mean, so like most of the people wananiapproach and sema hizo vitu to show like ina work, like inafanya dem anapata hiyo confidence. Unajua hata ukiwa na taya like unakuwa na hiyo confidence, you can wear a shapewear and you're good to go. Don't put pressure on yourself. Usifanye surgeries, usipate ile pressure ya Instagram atuna mtu akona hips, sijui akona anakaaje ndio amfanya surgery. Just wear a shapewear, you're good to go. Shakira. Yeah. Shakira ametoka hapa tu sasa. Yeah. So wow. You sell your own products. Yeah. Those shapewears are yours. Shapewear. I buy, but also I tell people where to get them. Yeah. So is it a business? Ama wewe unapeana tu content? Mimi napeana content, naambia watu what you're supposed to do and what you're supposed to wear. Na nywele and other DIYs. How to create your own things. Outfits from unabai kitu gikosho na kama unatengeneza na kwa kitu poa. And you wear it. Yeah. That's nice. Wewe ni poa sana mzee. Tuko hapa na mchungaji wa Bwana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Praise Jesus. It's our Jesus family here. Yeah, asante sana kwa kunihab. Okay, kunihab. Bro, sijakuhab bro. Siwezi kuhab. Karibu bro. Yeah. Wife ako wapi? Ananyonyesha. Manzi mtu yeye anamunyonya. Mimi kazi yangu ni kuwatch tu. Mtoi akifanya mambo. Mimi hata wife siku hizi simuoni bana. Na sasa Yesu anakuanga wapi? Sasa jueni wa Yesu. Yes. Mmejipanga aje kwa nyumba? I mean, unajua sasa sisi na Yesu anakuanga katikati yetu tukifanya kila kitu. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yani I think mimi kwa sababu ya kuwa na Yesu mpaka kwa kila kitu tunasemanga thank you Jesus. Thank you Jesus. Okay. Yeah. Tuko na wewe bro. Tuko pamoja. Tuko na wewe kabisa. Yes. Yeah. Wow. Yeah. So nyinyi wako huko hawa. Thank you Jesus hawa. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Bro, when do you put you don't fear to you see you represent you say you associate yourself with Jesus. Kabisa. And when you tend to do that you have to be very holy. And you know You are holy, me siwezi to make it. First of all, I'm not afraid because I know Christ has not called me to perfection. I'm not a perfect man. I'm not perfect because I'm born again. It is just to say that you can be confident in your faith even knowing that you can mess up. In fact, most of the time tumepata watu wanaweza taka kutu attack, they attack us from the point of Jesus. They say, when you are Jesus, haufai kutuambia when you are Jesus. But it is important for people to understand that you do not need to be. In fact, Jesus anasema come as you are. Alafu atakutransform. Manze mimi nilikuwa boy mbaya. Mimi na Katelo WhatsApp group moja mimi nika left. Niko naiba? Well, sio kuiba nilikuwa tu. TBT zake na postingi saa 8 ya usiku, saa 9 ya usiku anazipostingi Instagram ikifika asubuhi anang'oa. Hivyo watu waone. Yeah, so mimi nilikuwa saizi mimi wana vile tuko na wife tumesettle na wanangawasi akicomment hapo every girl needs a kabi. Guy, mimi niko like ungejua kabi mwenye unatamani. Because mimi nilikuwa napenda madem, nilikuwa na sleep around sana, nilikuwa na do drugs, lakini na hiyo imperfection yangu yote Christ akanichukua na akaniita wa Jesus. Yani ni amazing man. But then, ni amazing. The question is because in every success kuna wangana ukipanda juu ndio unaweza chapa chini. Hauko scared kurudi sleep around kurudi? Mimi first of all the reason mimi nilijiita wa Jesus. First nilikuwa tu naomba nikamwambia God, sasa nini imechange? Akaniambia sasa wewe ni wangu. Nikasema nitajiita wa Jesus so that it is not just me that is accountable to me, but mpaka nikitembea hivi msee anicheki na dem kwa kona ninampiga mate wewe wa Jesus wewe. Accountability is not just from me, it is even from the people around me. Kitambo tukiwa na wife tukidate ile tu mwili nasikia ni aje na mwambia uchupa waze ni aje. Ananiambia nikienda kumshika design flyer anambia Buddha wewe ni wa Jesus. Unavuruga sasa mpaka si unasikia mwili ndio inataka sio wewe.
Lakini, lakini sasa kwa sababu hao tu Yesu hawa. Yeah, definitely we are human. That's something that people need to understand. So hata tukidate tunajua tunataka no sex before marriage. Lakini mwili inataka Wewe mlikuwa na hiyo plan? Hatukuwa na hiyo plan. Hiyo ndo mlifanya? Iliweza. Kabisa. Plan iliweza kabisa. In fact, mimi nilikuwa na accountability. Ngoja kwanza tupeleke polepole. Miaka ngapi? Tulidate for 3 years, 3.5 hivi. Yeah. Unangoja. Ile ilikuwa ngumu sana ni mwaka ya kwanza. Alafu tukafika mahali tukazoea. Nikarealize kumbe stay in the zip, I'll be preaching Jesus. Miaka 3. Miaka 3. Wewe umekuwa kwa industry bro? Yes, ni kweli. Hii kitu unafanyanga iko na pesa. Juu tunaiwatch sana. Polisi anaweza fanya kazi haina pesa? Ukweli iko na pesa. Reason nasema iko na pesa ni kwa sababu kuna wase bado hawaja believe. Kuna wase hawajaanza. Kuna mse hata hana channel. Yeah, it has money, but what I can say, let me talk as Alex, Yes. As my manager. It has money, but you have to wait and be very patient. And the first thing, you have to love what you are doing first, alafu pesa itakuja baadaye. I keep saying, it's just like guys who sing. Ni watu wangapi uimba hapa? Wakati unaimba kwa hao, nani uko anakulipa? Wakati unacheza piano ama gitaa kwa hao, nani anakulipa? Si unaimba juu unaipenda. Then someone will call you for a show after so many years of perfecting the art. So you first love it. Kama mimi napenda comedy, Chipukizi anaweza kuambia tulianza kitambo sana, yeye aka make to TV, mimi siku make, lakini nikaanza channel yangu na I am here. So I love it and the money comes after some time. Yeah. And you've done a very good job by the way bro. Nashukuru sana kabisa. Umefanya kazi nzuri kabisa. Nashukuru kabisa. Wewe ni Mkale? Havana, sijawahi kuwa Mkale hata siku moja. Na hiyo accent unatunga wapi? Si ni ya kutafuta pesa. Unajua hata ukiongea na accent ya Rusungu kama huyu Fili anaongea. Dunia yote inajua Wakenya wote wanaongeanga kama Wakalenjin, si ndio? So kwa nini usiongee kama Mkalenjin kama huyu mtu wa 59 anaitwa nani? Kipchoge. Akiongea dunia inafikiria kila mtu Kenya anaongea namna hiyo. Wakikuja channel yangu wanasema they talk like this. Wakitafuta ule Kipchoge mwingine wa 1980s anaongea the same. Gameboy the same. Rutisha the same. So I adopted the same language. Yes. Wewe unataka kwa international Yes. Wewe ni mjanja bro. Appreciate Alex manze. Yeah. Asante sana. Because Wabosha you have a cards tomorrow. Wacha ni kurelease. Usikae sana, barikiweni sana. Thank you so much for coming. Let's appreciate them as they step out. Asante sana manze. Barikiweni sana manze. Asante. No, tunaweza ongea sasa kama wanaume. Ni hapa, kutokea ni hapa. Usiingie bedroom. Usiingie bedroom. Iko msichana ndani. Ushawaishi kwa Mimi kuna video pale YouTube. Kuna video pale YouTube wakati tulishikwa. Kwanza tulikuwa tumeshikwa na wife hapa Tao. Hii CCTV inafanya kazi by the. Hizi vitu wanamulika nazo. Mlikuwa umeshikiwa? Mimi na wife nimemshoot hizo vitu za umama venye unaniambia. Nimetoka kumsurprise, nimemfunga macho. Tuko Tao tunazunguka, ndio asijue tuko wapi. Hapo bonfire tunazunguka tu hapo Tao tunapiga raundi eti ndio asikie tumeenda. Alafu tukashuka, nimemfunga macho, tukaingia kwa buu, akamwambia hey, surprise ati uko na trip ya kwenda Mombasa for your birthday. Tukashuka tukaingia gari. Sisi kutoka hapo, kumbe zile kamera ziliona kuna wase wanazunguka tu hapa Tao na hakuna mahali wanaenda. Alafu akasema mmoja amejifunika macho ni Muslim na ati na chali fulani I think nikaa nilikuwa nakaa walalo. Wakasema sijui tunafanya nini hapo. Nilikuwa na ofisi hapo Nana House. Kutoka hapo tukaenda kwa ofisi karibu na mosque, tukapark. Wakasema tumeenda maombi. Na wakasema tukaingia kwa ofisi, tukachukua makamera nini, kuingia kwa gari. Kufika hapa cooperative, yani si mimi nilikuwa na drive, bishi yangu alikuwa na drive. So tumepiga tu hivi kona, gari moja ikasimama mbele, ingine nyuma. Wazee wakashuka na wewe una gani ya blue. Wazee wakashuka na mabunduki. Wanasema shukeni chini. Mimi nikashangaa. Yaani hawa wazee wanakuja kutuibia kamera na hizi show zote. Tukashuka chini, tukaambiwa laleni chini. Gari imesimama across the road hivi, Moi Avenue across hivi.
Wasio wamesimama huko kando, maganzi na kokiwa papa. Wanasema shukeni. Tumewapata leo. Mimi najua hawa ni wezi, wana create show ndio watu ibie kamera. Sio nashindwa hasa wako na drama. Si wabebe kamera waende. Kidogo mimi niko hapo nasema Jesus! Akaniambia Jesus gani? Pa! Buda, wakaniangalia maza wewe. Nikaangalia huku, wakaniambia niangalie ukuta. Wakachukua wife na sizi yake. Wakawarusha kwa boot. Gari yangu ikaenda. Wife yangu ameenda. Wife yangu unajua aliacha nikiwa nimepointiwa gani hivi. Ati nimeambiwa naongea sana. So mimi sielewi hasa wako na drama. Wakaniingiza, wakachukua wife, mimi nashangaa, guy wife ameenda, nikajua bash. Ile kitu nilikuwa nimesave au wadingo na una get. So mimi nakuta ile story ya kwanza. Okay, umeelewa? So mimi 3 years. Hakuna gari, hakuna wife. Wakanichukua mimi na ule boy alikuwa na drive, wakaturusha kwa boot. Gari zikaenda mbio. Wanatuambia mtajua leo nyangao nyinyi. Mmetuzoea sana hii Nairobi. Mnafikiria mtatupata tena? Wakaenda bishti yangu na yako amepeana phone. Walichukua phone nikajua washaipa simu. Pigwa mabare hapo anatoa simu. Kozako ameitoa. Kuna simu hapa haiko, wanahesabu simu wanaona haiko. Mimi nikasikia tumefika nimeomba hapo Maribashanda huko, Tukafika mahali nikasikia rough road. Nikajua sasa hapa tutalazwa chini. Tupigwe marisasi tukiachilia. Kuinuka tu hivi kidogo nikaona tuko place iko na zile rangi za karao. Pale anti-terror unit. Nikasema wow, thank you Jesus. Juu kwa ajua. Ulijipata kwa karao ukafurahi? Nilijipata kwa karao nikamwambia. So wife na yeye anashuka ati juu ya vlog anafikiria ni prank. Ananiambia, "Love na ni prank hivi." Mwambie wewe tumeshikwa acha ujinga. So sisi tulikaa hapo almost mpaka ilikuwa usiku saa hii, tulikaa hadi 11 tukijaribu kuskaniwa kama ni kweli si ni terrorist. Tunaoneshwa hadi WhatsApp group ya makarao inasema target sijui sin at Yaya Plaza, my friend. Wewe ni wa Yesu. Mimi ni wa Yesu, mimi niko najua hapo nimeenda na bibi yangu na yeye. Pigeni kabisa makofi bwana. Fantastic. Bro, before tumalize, your final words to our generation. What is it that you want to tell us, bro? Manze, mimi for me, I know it sound cliche, but I hope from my young person, it makes a difference. Mimi nasema solution ya generation yetu ni Jesus. Kwa sababu mimi nilikuwa na kunyonga pombe na hizo vitu zote, na nilikuwa nimeacha for 1 year mpaka nimeacha bangi na nini, but nilirudi nika relapse. But kutoka time nili accept Jesus sijai relapse. So mimi najua solution ya generation yetu ni Jesus. Whether ina sound kama mimi ni mpreach ama si mpreach, that's the only solution we have. And kwa sababu tuko hapa na generation yetu imerepresentiwa hapa, nimeona talent mob sana nikiwa hapo juu. Nataka tu niwaombe sahi kama utaniruhusu. Tafadhali bro. Father God, we thank you this wonderful evening for your great. Mko tayari? Haya basi. Kenyan boy 001. Yaje bro? Kofiti? Man. Buda. Yo. Buda unafanya kazi poa. Pigeni masauti makofi man. Bro unafanya kazi fiti. Nashukuru mzee. Tusiongee bro. Kabisa. You remember the first time you came to my show? Yeah, nakumbuka. Kuna hiyo song ulikuwa na promote. Ilikuwa song gani? I think Ipepeta. Ilikuwa Pepeta? Yeah. Kadogo tu bro. Katoto bisikuti madhwiti kamejazia katikati, yani tiki kalivyo katamu, yani keki madhwiti speedi mia misifungi breki, hati tukijigi we mama pepete ipepete. Bro, ukitembea huku nje wasema wakwambie wewe ni mtizedi. Watu wengi wananiambia hivyo, lakini ni kitu ambacho chanikera mimi mwenyewe, kwa sababu yani ni kitu chanishangaza, kwa sababu sisi pia wa Kenya tuongea Kiswahili kama watizedi pia, so na pia watu wafaa wajue kwamba Kenya kuna place inaitwa Coast. Coast tunaongea Kiswahili tofauti na watu wengi sana wa Kenya.
Kweli. So Kiswahili chetu huwa kinafananishwa sana na watu wa TZ, na wakati sisi tuko na utofauti mkubwa sana na watu wa TZ. Mimi nikienda TZ nikiongea, mTZ atajua huyu si mTZ. Kweli? Yeah. Na bro, manze, una feel reception sahi. Wasema wana accept music yako, achana na Kenyan music yako kama Masauti. Kenya walini accept mpaka sasa tuko East Africa, sasa tunataka tuende Afrika sasa. Bro, na utaenda manze. Kabisa. Your latest song? Sokote ya. Sokote. Kamoja tu bro. Fanya kama unacheza isokote. Oya ya. Binyuka basi sokote. Oya ya. Yep. Na kwa nini watu wanasema ati Kenya hatuna content? Unajua si understand? Kwa nini wasema wanatuambia hivyo bro? Sijui kwa nini wanasema hivyo. Maybe kuna kitu wenyewe wanatafuta, wanafaa waseme. Wanataka nini? Sisi wasanii tutafanya. Hatushindwi, mimi sishindwi kuandika kitu chochote ambacho watu wanataka. Na mimi kitu ninachokifanya naamini watu wanakipenda, ndio maana leo niko hapa kwa Chipukizi Show. Gengeton, how do you feel about Gengeton bro? Gengeton iko sawa kwa sababu Gengeton ilikuwa toka miaka hiyo ya kitambo. Sema tu kila siku ni kitu kinakuwa. Kama ukiangalia sasa hii Air Force One, kuna Air Force different, yani si ile plane mbele ilikuwa kitambo, sasa kuna imekuwa sijui just do it sijui nini. So ina ile tu kurembesha. Gengeton ile kinajua kali ilikuwa akifanya kitambo kina nonini sijui ile kitambo hicho yani. Kweli. So mimi naona vijana bado wanaendeleza culture, na mimi naona sawa kwa sababu ni kitu ambacho ilikuwa kipo na kinafaa kiendelezwe, lakini kwa utofauti tu. Wao wamekifanya kwa utofauti na mimi naona kiko sawa. Wewe wapanga kufanya collab nao? Kuna artist ambao naangalia Gengeton wako vizuri yani. Lakini sijapanga kufanya nao kazi. Labda itatokea, lakini kuna artist ambao nawatambua wa Gengeton. Nani unatambua kabisa? Reckless, Swat. Odi wa Muranga. Zimenishika hiyo. 0-0. Ako vizuri ya. Na wote ambao wanafanya Gengeton wako sawa, lakini sana au mimi ndo na mind kiukweli. Nashukuru sana. Na kuhusu nauliza swali ya maana. Uliza swali la maana mwana. Nauliza tu swali ya maana. Nauliza tu kuhusu Dream Nation. Okay, Dream Nation ni label yako ama ni ya ni label ambayo mimi nilianzisha mimi na Motive na Nizo na manager wetu anaitwa Benjamin. So ni kitu ambacho tulikianzisha ile time ndio naja pale kimchezo hivyo, na saizi kupitia mziki wangu nadhani watu wengi sasa wanajua Dream Nation ni nini na wanajua Masauti ni nani na wakina Motive na watu wengine wote. So ni kitu ambacho tutataka kiwe kikubwa zaidi. So nadhani next year itakuwa launch na tutakaribisha wasanii wengine wale wa Gengeton, wasanii wote wanaoimba muziki wote, lakini bora tu uwe fresh na sisi tukukubalie, tuone una talent, basi tutakukaribisha. Kule Tanzania kuna mambo mpaka wanafanya Wasafi Festival tarehe hii weekendi. Diamond juzi Alikiba wanaongeleshana, Konde Boy nani? Nani unamtambua sana wewe ile pande? Kusema kweli wote wanafanya muziki mzuri na mimi sioni hiyo muhimu ya kwamba wanakusana ama kurushiana maneno, lakini kusema kweli wote wanafanya muziki mzuri. Kama Diamond kusema kweli ametufanya muziki wa East Africa, si wa kwao peke yake Tanzania, bali East Africa sasa tuweza kusikizwa. Sasa ukija wa Nigeria wanaimba vitu vyetu kama wa Mlambezi, ukiangalia kina Ethic wamefanya hizo vitu vinajulikana kule. Mimi nimefanya ngoma na Scales, yoniambia nataka nimfundishe hizi maneno za Sheng. So Diamond ameipeleka huko akafungua njia. Kuna watu wasanii kama sisi taitwa wajulikana, kina Harmonize, kina Ethic, kina nani. So mimi naona ni kitu poa, na wengine pia wasupport, wasikuwa wanasukuma wengine chini, kwa sababu wao wanatufanya tunajulikana zaidi. Msanii kama Alikiba pia namtambua kwa sababu pia yafanya vizuri. Harmonize pia the same thing. So sioni muhimu ya wao kupigana katika mitandao ama personally. Wisdom. Hiyo ni wisdom. Ezekiel Mutua amesema Ethic washikwe. Kwa nini washikwe? Kuna nyimbo yao wametoa inaitwa Tarimbo. Alisema kwamba lile nyimbo lina promote linadhalilisha wanawake. Mimi naona kama Ezekiel Mutua angekuwa makini, angebani mpaka basi muziki za kina Cardi B kina nani zisichezwe huko basi.
Kwa sababu hivyo vitu vipo na yeye hajui kwamba kuna YouTube watu wanafungua wanaangalia, si ati watu wanashindwa kuangalia hivyo vitu wako. So yeye kama anaamua kubani, abani mpaka ile muziki ya nje ambao pia ni. Lakini yeye anasema Masauti anasema ana protect watoto na content chafu. Basi sasa si hao watoto wasiposikiza kina Ethic watasikiza wale wengine ambao wanaongea matusi ambao sio hapa kwetu. Kwa hivyo wewe unasema kama muziki zinabaniwa kuwe na usawa. Kukuwe na usawa ni abani kwa sababu si ati kwa sababu Ethic iko nyumbani ndio amekuwa na urahisi wa kumsikia ndio amfungie riziki yake, lakini kumbe kuna wasanii kwa watoka Jamaica wapi kina hao kina Kadibiwa wanaongea matusi hata kichizi, lakini mbona wabaniwi? Tuwaona wanachezwa ni tutapata show labda show ya TV, mtu yuko radhi ile video haifinye lakini acheze muziki huko nje. Lakini kwa sababu Ezekiel Mutua sema usicheze Ethic hatucheza. So unaona ananyima riziki watu hapa Kenya, so inabidi watu wataanza kuingilia vitu ambavyo havifai. Na sioni kama ni fresh. Basi tufungie basi na nyimbo moja. DJ tupe beat basi. Bas. Thank you so much for watching Chipukizi Show. Masauti. See you next week. Some place, some time. Masauti. Kenyan boy. 001. Kiuno kila mpipa. Unavyokata. Malkia Falipupa. Kwako nimedata. Kasura changa changa.